السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Tukiondokea kwenye aya 15, Alam tarau kaifa khalaqa Allahu 7 samawatin tibaqa. Nabii Nuh katika lugha alizotumia na mbinu za kulingania alizokuwa nazo, aliwaambia watu wake waangalie maumbile, namna gani Allah alivyoumba mbingu juu, na akawafahamisha mbingu ziko 7. Kwa mazingira yetu ya kawaida hapa duniani, kama nilivyosema jana, hakuna mtu anaye elimu ya yakini kuhusu mbingu zikoje, kwa sababu hakuna kati yetu anaye uwezo wa kufika mbinguni. Lakini ni elimu ambayo Allah kataka kuiweka kwa waja wake, na huwa anaiweka katika ufahamu kiasi ya haja kwa mujibu wa zama na wakati na watu husika. Wakati wetu watu sasa hivi wanafanya vyombo ambavyo wanakwenda anga za juu, lakini hakuna chombo ambacho kimefika hata thuluthi moja au hata 100%. Hakuna chombo kilichofika 1% ya masafa kutoka ardhini kwenda mbinguni. Nasema hivyo kwa sababu nitakazozielezea hapo baadaye. Lakini elimu ambayo Allah kataka kuiweka kwa viumbe wake, wanafahamu watu taratibu kwa mujibu wa haja na kwa wakati husika. Tafsiri ya aya ni kwamba alam tarau, hivi hamuoni nyinyi watu, kaifa khalaqa Allahu, vipi Allah ameumba 7 samawatin, mbingu 7, tibaqa, zimepangiliwa moja juu ya nyingine, zimetabikiana 1, 2, 3, 4 mpaka zikafikia 7. Elimu hii hawana, lakini ndo wanajulishwa, wanaelimishwa kwamba juu Allah amefanya mambo makubwa na ana eneo kubwa. Yani maana yake, alam tushahidu ya ma'shara alqaum, hivi nyinyi watu ndo hamuoni, hamfahamu azamat Allahi wa qudratihi, ukubwa wa Allah na uwezo wake, hamuoni? Alam tushahidu ya ma'shara alqaumi azamat Allahi wa qudratihi, nyinyi watu tuseme hamuoni ukubwa wa Allah na uwezo wake alionao? Watanzuru nazara atibarin, hebu angalieni uangaliaji wa mazingatio, angalieni uangaliaji wa kitaaluma. Watafakkurin watadabburin, alafu mtumie akili zenu mfikiri, kisha muyazingatie yale mnayoyafikiri. Kaifa anna Allah al-azim al-jalila, namna gani ambavyo Allah mkuu mtukufu khalaqa 7 samawatin
ameumba juu yetu huko mbingu saba, samaan fauka samain, mbingu moja juu ya nyingine, zimepangiliwa kutoka huku chini, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka zikafanywa zikawa saba. Mutatabiqatan ba'daha fawqa ba'd, mbingu saba hizi zimepangiliwa moja juu ya nyingine. Yani kuna mbingu na unene wake hatuufahamu kutoka chini mpaka juu ni maili milioni ngapi, maana sio nyembamba kama karatasi. Ukiitoka hiyo mbingu kuna eneo la wazi, ni mamilioni ya miles. Halafu unaikuta ya pili mpaka ukaimaliza, sijui na unene gani. Ukiitoka ya pili kuna eneo la wazi, open space, mpaka zinakuwa saba. Mutatabiqa, zimepangilika, ba'daha fawqa ba'd, ziko kwa utaratibu moja juu ya nyingine. Wa hiya fi ghayati al-ibda'i wal-itqani, ukichunguza kwa mtazamo wa kitaaluma uwezo wa Allah na ukubwa wake kufanya aliyoyafanya yako katika upeo wa hali ya juu wa kitaaluma. Ni ugunduzi mpya, ni Allah kafanya, bimaana hakuvikuta hivi vitu akahodhi akateka nyara, au hakuagizia pengine akanunua akaja akaweka kwenye eneo hili, yeye ndo kavivumbua. Al-ibda ni kuanzilisha kitu kwa mara ya kwanza bila ya mfano unaonekana. Walitqani, halafu hivyo alivyovivumbua na kuvifanya akavifanya kwa ufanisi wa hali ya juu na umakini mkubwa. Kwa hiyo anatujulisha, mkiangalia vilivyoumbwa kwa mazingatio, mna ufahamu uwezo wa Muumba na nguvu yake. Kwa elimu ya binadamu kupitia fani ya astronomy, tunaambiwa sisi wanadamu tumewekewa eneo lenye uhai, ni eneo dogo sana kwenye hii ardhi. Ni sayari moja ndogo sana ukiilinganisha na sayari nyingine na maumbo mengine makubwa yaliyoumbwa huko angani. Uhai Allah ameuweka hapa tu kwenye ardhi kwa sasa. Ardhi hii ni moja katika ya sayari 9 zinazozunguka jua. Kwa hiyo jua limeambatishwa na sayari 9 zinazoamiliana na jua. Kwa lugha ya elimu yetu ya kisasa ya astronomy, hii inaitwa solar system, mfumo wa jua. Jua na vitu vyake ambavyo inaambatana navyo. Kama ni solar system, system hii hapo angani haiko moja, ziko nyingi. Kuna vitu kama jua na kuna vitu kama sayari, vina nidhamu yake, mahala pake vimewekwa, vinafanya movement. Vitu hivi kwa lugha moja kwenye ukanda fulani wa anga ndo huwa vinaitwa galaxy. Kwa hiyo galaxy ni muunganiko wa mamilioni ya solar systems kwenye eneo fulani la anga ya Allah. Na hii galaxy kwa sisi kwenye eneo letu sisi, galaxy yetu, ukitoka kwenye usiku wa kiza usiokuwa na mawingu, usiku wa kiza bimaana hakuna mwezi na hakuna mawingu, ukiangalia juu unaona nyota nyingi, nyingine kubwa, nyingine ndogo ndogo, nyingine kwa mbali ndo unaziona kama zinafifia fifia, nyingi. Lakini pamoja na wingi wa nyota, unaona kuna eneo fulani angani limefanya hasa kama barabara hivi, kama njia ya nyota zilizopapache papache, imetofautika na maeneo mengine ya anga. Imefanya kama njia
Kitaalamu wenyewe wanaita the Milky Way Galaxy. Milky Way Galaxy yani galaxy ya rangi ya maziwa. Hiyo ndo galaxy yetu sisi, ambayo solar system yetu imo kwenye galaxy hiyo. Galaxies ni kama vicha vya zabibu, viko angani. Ukitizama kwa mbali unaona kama vikocha viko kwenye anga hii. Millions of galaxies zipo hapa angani, na hizi galaxies nazo ziko kwa mamilioni vile vile. Solar system ziko kwa mamilioni na hizo galaxies ziko kwa mamilioni. Zote hizo zipo chini ya mbingu ya kwanza, chini ya mbingu ya dunia. Ndio maana nikanukuu jana zile aya za suratu Safat. Allah amesema, walaqad zayyana samaa dunya bizinatin alkawakib. Kila tunachokiona kwa hapa kinaitwa kaukab. Kwa hiyo kawakib ndo jamoo yake. Chini ya mbingu ya kwanza tumepapamba kwa pambo la manyota. Kwa hiyo hili eneo la chini tu, chini ya mbingu ya kwanza, lina ukubwa kama huu ambao ni mamilioni ya miaka yanahitajika mtu kusafiri kwenye eneo hilo. Ardhi yetu ni ya mviringo, na hiyo mbingu nayo ni ya mviringo, na zote zilizoko huko juu ni za mviringo. Kwa hiyo kadiri ukienda juu masafa yanaongezeka, eneo linakunjuka. Sasa hili la chini ndo liko hivyo. Sasa huko juu baada ya mbingu ya kwanza hatujui Allah kaweka mambo gani baina ya mbingu na mbingu. Mbingu ya pili, ya tatu, ya nne. Lakini aya inasema Allah kaziweka mbingu zimepangiliana. Na kwenye suratu Fussilat Allah amesema, أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Akaelekea baada ya kufanya kazi za hapa kwenye mbingu. Sasa kafanya kazi za ardhini, akapangilia kama zinavyosema. Vipi mnamkufuru Allah? Alladhi khalaqa al-ardha fi yawmaini, Allah ambaye amekumbieni hii ardhi kwa muda wa siku 2. Watajaluna lahu andada, alafu mnaiona kazi aliyofanya Allah, nyinyi viumbe mnajalia hayuko peke yake, mnamfanyia wenza washirika. Dhalika rabbul alamin, huyo Allah aliyeumba mbingu akaumba na ardhi, huyo ndo Allah mola wa ulimwengu. Alamina ni viumbe waliopo kwenye eneo la ulimwengu, na nyinyi binadamu ni miongoni mwa viumbe alamin. Kwa nini munamkufuru mola mlezi, mdhamini wa walimwengu wote, wa vilimwengu vyote? Wajaala fiha rawasiya fi yawmaini, Allah amejalia katika hiyo ardhi kaweka milima. Wajaala fiha rawasiya waqaddara fiha aqwataha wabaraka fiha, kajalia katika ardhi kaweka milima. Wabaraka fiha, alafu akaweka vitu vingi vyenye mahitaji yenu, manufaa mengi akakuwekeeni kwenye ardhi. Waqaddara fiha aqwataha, akaweka makadirio ya riziki, vyakula. Aqwat ni jamu ya neno qut,
Qut ni msosi, chakula. Viumbe wote wanaotegemea chakula aliyokadiria Allah kuwaweka juu ya ardhi hii, mahitaji yao ya chakula yote yameshaandaliwa, yako hapa. Na wengine wala hawafugwi na binadamu, lakini hawalali njaa, wanaendesha maisha yao vizuri tu. Hamuoni kwamba nidhamu hii yuko mwenyewe aliyeitengeneza? Ninyi hamna dhamana ya kuwahakikishia simba porini wanakula chakula, na chui wote wameshiba, paa wote wanapata chakula, wala hawahitaji mipango yenu. Lakini maisha yanaenda ya wanadamu, yanaenda maisha ya majini kwenye ulimwengu wao wa majini, yanaenda maisha ya wanyama kwenye ulimwengu wa wanyama, yanaenda maisha ya wadudu wadogo wadogo wanaoruka na kutambaa kwenye ulimwengu wao. Hakuna matatizo kwenye hizo ulimwengu nyingine. Hamuoni mwenye kupangilia maisha ya viumbe hawa ana uwezo mkubwa? Kwa nini mumshirikishe? Kajalia mambo yote hayo kwa mahesabu, kwa makadirio, kitaalamu. Vipi mumshirikishe? Ameyafanya mambo hayo kwa muda wa siku 4, sawa alisailin, sawa sawa kwa wenye kuhesabu. Ni siku 6 hizo. Thumma stawa ila samai, halafu baada ya kurekebisha mambo ya ardhini akarekebisha na mambo ya mbinguni. Akajalia katika mbingu sasa kuzifanya kwanza ziwe 7. Fi yaumaini, kazi hiyo kaifanya siku 2 pia. Kuna swali huwa limejitokeza hapa, na wachokozi katika makafiri wameliona, wakasema Mungu wenu hajui hata mahesabu madogo madogo. Aya nyingine anasema kaumba mbingu kwa muda wa siku 6, mbingu na ardhi, au kaumba dunia kwa muda wa siku 6. Mbona hapa ukifanya mahesabu unakuta ni zaidi ya 6? Kasema kaumba ardhi kwa siku 2, akafanya makadirio ya riziki, kuweka milima, kuseti kila kitu kwa muda wa siku 4 sawa sawa. Akaumba na mbingu kwa muda wa siku 2. Sasa 2 za kwanza 4, 6, na hizi 2 za mwisho si 8 hizo. Huko kwingine anasema 6, huko kwingine anasema 8. Ni siku 6 kwa sababu kuumba kwa ujumla wake ulimwengu umefanyika kwa hizo siku 4. Na makadirio yote aliyoyataja kwenye hiyo aya ya kutengeneza makadirio ya ardhini, makadirio ya ardhini na mbinguni yalifanywa pamoja. Lakini kuelekea mbinguni akafanya kazi za mbinguni, na kuna sura nyingine kaanza kutaja ya mbinguni alafu akasema alafu akafanya ya ardhini. Bimaana yalifanywa kwa pamoja, lakini kulifanyika separation. Kwenye sura ya 21 suratul Anbiya aya 30 Allah amesema awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, kwani hao makafiri si katika elimu zao wanaona kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeshikamana pamoja, ufanywaji wake uliandaliwa pamoja. Fafataqnahuma, halafu tukavitenganisha tu. Vilikuwa pamoja, vimesetiwa pamoja, fafataqnahuma, tukavitenganisha tu. Kwenye mazungumzo yao wenyewe sijui wanasema kulikuwa na big bang, sijui vikavunjika ukatokea mripuko, hichi kikenda huku, hichi kikenda huku. Ni utendaji tu wa Allah, vilitendwa pamoja halafu wakaviseparate. Zoezi ambalo lilifanyika simultaneously, pamoja. Kwa hiyo ni siku 6 zile zile za kuumbwa mbingu na siku 6 zile zile za kuumbwa ardhi. Zoezi la kutenganisha ni zoezi la all over the sudden, mara moja tu. Elimu ndogo alionayo binadamu lakini kadiri anavyotaka Allah kwa wakati husika huwa anawaongezea maarifa wakajua kitu chengine. Zamani sisi tulipoanza kusoma sayansi, tulipotoka primary kuingia secondary, tulikuwa tunasomeshwa shuleni the sun is stationary
and all 9 planets revolving around it. Jua lipo mahala limetulia, haliendi. Hizi sayari zote 9 zinazunguka jua kwenye orbiti zake. Kwa hiyo jua limetulia na halafu sayari ndo zinalizunguka jua. Tukanywa hiyo. Lakini wengine alhamdulillah, Allah alitupa maarifa ya dini kabla ya hiyo ya dunia. Wazazi wetu walitupeleka madrasa kwanza, tukasoma chuoni kabla ya kwenda shule. Ukienda chuoni ukichungulia aya za Qur'ani, unakuta aya inakwambia washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim. Na jua linatembea, aljirianu ni kutembea, kwenda. Jua linakwenda, limustaqarri laha, lina kituo chake cha kuanzia na kumalizia safari. Linaanza hapa, linazunguka, linakuja tena hapa, linaanza tena safari, linafika hapa. Dhalika taqdiru al-aziz al-alim. Hayo ni makadirio ya Mola mwenye nguvu, mwenye elimu. Sasa utapata kitandawili hapa, nani mkweli? Huku tunaambiwa jua limetulia tu, planets nyingine ndo zinazunguka jua. Huku tunaambiwa jua linakwenda. Hali linakwenda vipi na huku linazungukwa na vitu? Haliwezi kuvikimbia vitu vyake. Lakini wanasayansi wenyewe baadaye Allah akawaonyesha ukweli. Kuanzia karne ya 18 mwishoni huku tukaja tukaambiwa jua nalo linakwenda, linatembea pamoja na hivyo vitu vyake. Kwa hiyo hii galaksi yetu inatembea, na solar systems zilizomo ndani ya galaksi zinatembea. Hakuna kitu ambacho kiko kimetulia stationary huko angani. Vyote viko kwenye movement, viko kwenye motion. Kwa hiyo jua likitembea, linatembea na vitu vyake, kama ambavyo ardhi au sayari nyingine zinatembea, lakini zinatembea na vitu vyake. Juu ya ardhi, si jua hapa unaona tuna hewa, naambia kuna hewa za aina nyingi tu, oxygen, nitrogen na nyinginezo, carbon dioxide na nini. Sasa chombo kiko wazi na kinakimbia, hivi vitu vyake vilivyoko juu nje kama hewa havipotei, kwa sababu kuna gravitational force, ni nguvu ya kimaumbile imewekwa kwenye kila chombo ya kudhibiti vitu vyake. Kwa hiyo ardhi inakimbia na vilivyopo juu yake, possessing zake, hewa yake na kila kitu inaenda, haipotezi kitu. Na hivyo vingine vyote vimewekewa mipaka yake na vina nguvu yake ya umiliki kwenye eneo lake husika. Hakuna kinachotoka nje ya eneo lake kikapotea njia, kikasababisha ajali. Vinatembea vyote. Kwa hiyo hivi vinavyolizunguka jua, vinalizunguka jua kama jua linavyozunguka. Kila linakoenda jua linaenda na vitu vyake vyote. Ardhi yetu ina mwezi unaizunguka ardhi. Kwa hiyo kadiri ardhi inavyokwenda na mwezi wake uko pale pale kwenye obiti yake, inazunguka navyo. Galaksi yetu iko kwenye motion, inatembea. Kwa hiyo kadiri ikitembea kwenye anga inatembea, lakini kuna na magalaksi mengine nayo yanatembea. Eneo ni kubwa, lina vitu vingi, lakini vimepangika kimahesabu. Usikie ajali, ma tara fi khalqi rahmani min tafauti. Huwezi kusikia katika alivyoviumba Allah kumetokea hitilafu, kasoro, makosa, hamna. Kwa hiyo hamuoni jinsi Allah alivyofanya vitu vyake kitaalamu, kiufundi? Nyinyi watu hamuoni uwezo wa Mungu hivyo? Yani umeumbwa na macho mawili, halafu macho pia yakapewa protection, yana uwezo ya kujikinga. Kama unajua hivyo au hujui. Umepewa masikio mawili, lakini hata ukilewa pombe ukapitiliza, ukalala porini na pombe zako, sisimizi hawasemi tumepata nyumba wakaingia sikioni hata siku moja. Lina protection yake, akichungulia tu anatoka, sema hapa kaliki.
Hamuoni jinsi Allah alivyoumba vitu vyake kitaalamu? Alam tarau, hivi tuseme nyinyi watu hamuoni? Kaifa khalaqa Allahu, vipi Allah alivyoumba? Sab'a samawatin, kaumba juu yenu huko mbingu 7, tibaqa, zimepangana moja juu ya nyingine. Alam tushahidu ya maashara alqaum azamat Allahi wa qudratihi, enyi ndugu zangu, watu wangu, hivi hamuoni jinsi Allah, hamuoni uwezo na ukubwa wa Allah? Watanzuru nadhara itibari, sio muone kwa macho, muangalie kitaaluma, uangaliaji wa mazingatio. Fanyeni tafiti, tafiti zitakusaidieni kupata maarifa mapya. Watafakurin watadabburin, tumieni akili zenu na mazingatio ya vile vinavyotumiliwa akili. Mujifunze kaifa anna Allah alazima aljalila, ni vipi ambavyo Allah mtukufu na mkuu khalaqa 7 samawatin, alivyoumba mbingu 7, samaan fawqa samain, kaumba mbingu moja juu ya nyingine. Mutatabiqatin, zimefuatana, zimetabiqiana, ba'daha fawqa ba'din, moja juu ya nyingine. Wa hiya fi ghayati al-ibda'i wal-itqani, hapa kuna utaalamu wa hali ya juu, ni mambo yanayopendeza na yanayoshangaza sana kitaalamu. Wal-itqani, halafu yamefanywa kwa ufanisi wa hali ya juu, huoni hitilafu wala kasoro. Waja'ala al-qamara fihinna nuran, halafu Allah akajalia mwezi kwenye maeneo hayo, akajalia mwezi usaidie nuru, usaidie kutoa mwanga. Yani waja'ala al-qamara fi samai dunya, Allah kajalia mwezi kwenye mbingu ya dunia, munawwiran liwajhihi, liwajhi al-ardi, ni wenye kutoa nuru ukaangazia uso wa ardhi. Na hapa kuna angalizo, kataja samaa, haina maana mwezi huu unatumika mpaka huko mbingu ya kwanza. Samaa ina maana mbili. Kwanza akisema samawati ndo anakusudia hizo mbingu 7, lakini neno samaa huwa lina maana ni eneo la juu yetu kutoka hapa ardhini. Hata ambapo sema wanazalna minas samai ma'an tahura, tunateremsha kutoka juu maji safi. Haya maji hayatoki mbinguni shekhe, yanatoka hapa hapa futi 3000, 2000, hata futi 500. Wakati mwingine yako mawingu kwenye maeneo mengine hufanyika chini chini, fog wanaita, fanyika ukungu mzito, halafu ukungu ule unageuka wingu, linafikia saturation, linatoa maji. Na maeneo ya milima utakuta mlima hauonekani, umefunikwa na wingu, mvua yake inakuwa iko juu ya ardhi kwa mfano, maana ndo limeufunika ule mlima. Umefahamu hivyo eh? Kwa hiyo samaa maana yake ni juu. Kaweka mwezi unasaidia nuru juu ya ardhi hapo. Munawwiran liwajhi al-ardi, mwezi unaipa nuru uso wa ardhi, earth surface, fi dhulmati al-layli, wakati wa kiza cha usiku. Qala al-Imam al-Fakhr, wanawachuoni Fakhru Razi amesema, al-qamaru fi samai dunya, mwezi uko chini ya mbingu ya kwanza, na kwenye chini ya mbingu ya kwanza ni eneo la karibu na dunia, karibu na ardhi. Kwa sababu tukisema kuna solar system ambayo ni jua na sayari zake 9, ukitoka kwenye jua masafa kadhaa, kuna orbit moja hapo, ni njia ya kupita sayari inaitwa Mercury. Mercury haina mwezi, kwa hiyo mwezi wetu huu haufiki mwanga wake kwenye Mercury. Huu mwezi ni kwa ajili ya ardhi tu, hauangazi kwenye sayari nyingine. Kwa hiyo hata kusema samaa dunia kwamba ni mbingu ya kwanza, pia ni eneo kubwa umetaja. Mwezi huu ni kwa ajili ya ardhi yetu tu,
Na hata siku hizi unaona tunashindana mpaka tuone, maana ukionekana upande mmoja, upande mwingine hawauoni wa ardhi hii. Umefahamiana eh? Kwa hiyo anasema mwezi upo hapa karibu ya dunia yetu, fi samai dunia, eneo la juu ya ardhi yetu. Walaisa fi samawati biasriha, hauko kwenye hizo mbingu zinazotajwa kwa ujumla wake. Huu mwezi ni wa ardhi hii. Wa hadha kama yuqalu, lugha hii ametaja Allah mbingu zilizotajwa kwamba ni 7 tibaka, halafu akasema kajalia kwenye eneo hilo mwezi. Wa hadha, lugha hii kama yuqalu, ni kama panavyoweza kusemwa as-sultanu fil Iraq, mtawala yuko Iraq. Watu wa Iraki waseme rais yupo sasa hivi, yupo nchini, yupo Iraki, lakini rais anakaa kwenye Iraki kwenye eneo dogo sana, kwenye nyumba moja tu, tena kwenye ofisi yake tu ndo atakuwa akapatikana hapo wakati yuko ofisini. Watu wa Iraki wenyewe inaweza wakawa hawajui kuwa yupo. Ndiyo Iraki mbali, tuseme hapa kwetu rais yupo nchini, yupo Zanzibar, lakini kaenea Zanzibar yote? Hapana, hakuenea Zanzibar yote. Yuko Ikulu pale Mnazi Mmoja, asubuhi wakati wa kazi yuko kiofisi. Kwa hiyo inasemwa hivyo kutaja baadhi ya eneo, kutaja eneo kwa kumaanisha baadhi yake. As-sultanu fil Iraq laysa al-muradu anna dhatihi hasilatun fi kulli anhaiha. Haina maana kwamba akiambiwa yuko Iraq, ina maana Iraki yote kaitapakaa yupo mfalme au mtawala. Haina maana hiyo, bali inna dhatihi, lakini hakika ya dhati yake, fi haizin, yuko kwenye eneo maalumu, min jumlati anhai al-Iraq, katika jumla ya maeneo yanayopatikana kwenye Iraq. Sio Iraki yote yanaonekana kila saa na kila mtu. Fakadha hahuna, ndivyo ilivyotumika hii statement hapa. Kwenye ardhi au kwenye dunia nimeweka mwezi. Wakala fil bahri, mwana wa chuoni mwingine wa tafsiri kwenye Bahrul Muhit amesema wal qamaru fi samai dunya, kasema kama ya huyu wa kwanza, mwezi unapatikana chini ya mbingu ya kwanza. Wasahha kauna samawati dharfan, imesihi kutajwa hizo mbingu 7 kuwa ni eneo, ni chombo, ambapo kwenye eneo hilo au kwenye chombo hicho kitu hichi kinapatikana. Imejaliwa hiyo kuwa ni dharfan lilqamari, ni chombo au eneo ambapo hapo mwezi unapatikana. Liannahu, kwa sababu la yalzam min adh-dharfi an yamla al-madhruf, si lazima mahala, si lazima eneo lienewe na kile kitu kinachopatikana kwenye hilo eneo. Ni kama huo mfano wa kwanza, tukisema mtawala yupo nchini, haina maana kila eneo ukenda nchini, ukiingia tu nchini unamuona, anapatikana kwenye eneo maalum. Takulu zaidun takulu, unaweza ukasema zaidun fil madina, mnajua Zaidi yupo mjini. Wewe unaweza kusema unajua Zaidi yupo mjini. Zaidi ni mtu, na ukisema yuko mjini ni kweli yuko mjini, lakini je, watu wa mjini wanajua kama hapa mjini Zaidi yupo? Zaidi pengine si maarufu, na hata awe maarufu watauliza hapa mjini kafikia hoteli gani, au yuko nyumbani kwa nani, nitampata wapi sasa hivi? Kwa hiyo inaweza ikasemwa zaidun fil madina, Zaidi yuko mjini, wa huwa fi juz'in minha, hali ya kuwa yuko kwenye kijisehemu tu cha huo mji. Inafahamika hiyo? Kwa hiyo kasema kwamba kwenye eneo la mbingu kaweka mwezi,
lakini si lazima eneo hili lote mwezi uwe unaonekana au unapatikana. Wajaala shamsa siraja, na Allah amejalia katika eneo hili la ardhi chini ya mbingu, kajalia kuweka jua kama taa. Taa huwa ina vitu vingi, mwangaza unapatikana, joto linapatikana na mambo mengine ambayo ni asiri, wataalamu ndo wanaoyajua. Mwezi umeitwa nura na jua likaitwa siraj, ni vitu vile vina kazi tofauti. Nuru ni nuru tu, mwanga. Siraj ina mambo mengi. Wajaala shamsa, amejalia Allah jua misbahan mudhian, jua kalifanya kama taa ambayo inatoa mwanga. Yastadhi'u bihi ahlu dunya, wanapata manufaa ya mwanga huo watu wa dunia. Kama yastadhi'u nasu, kama wanavyopata mwanga watu bisiraji fi buyutihim, kwa kuwasha taa kwenye nyumba zao. Dunia nzima likitoka jua inakuwa kweupeni kwa sababu imepata mwanga. Jua likiondoka dunia inakuwa kizani kwa kukosa mwanga, na mwanga wa jua unaambatana na vitu vingi. Walamma kana nuru shamsi ashad, na kwa sababu nuru ya jua ni kali zaidi kuliko nuru ya vitu vingine vyenye kutoa nuru. Wa atam, halafu nuru ya jua imekamilika, haina mapungufu. Wa akmal, imekamilika. Atamu imetimia, akmal imekamilika. Fil intifaa, kwenye manufaa yake. Yani jua lina manufaa mengi kuliko mwezi. Mwezi inakuwa ni kama reflector, shuti limurikwe na jua, halafu mwanga wa jua uakisiwe uje duniani, ndio maana ukaitwa nuru. Ni kama kioo tu, ukikichukua ukikitegesha hivi, mwangaza ukipiga kwenye kioo unausukuma unaenda kwingine. Ndio mwezi ulivyo. Lakini jua lenyewe lina manufaa mengi. Lenyewe lina mwanga, lina joto, lina na vitu vingine vya hatari na vingine vya manufaa. Kwa hiyo hili jua nuru yake ni ashad, kali zaidi. Atam, imetimia. Wa akmal, imekamilika. Fil intifai, katika manufaa. Min nuri alqamari, kuliko nuru ya mwezi. Na kwa sababu hiyo ubira ani shamsi bisiraji, jua likaitwa siraj, taa. Liannahu yudhi'u binafsihi, kwa sababu lenyewe lina mwanga, lenyewe lina mwangaza, linatoa nuru, linatoa joto, linatoa nini, linatoa kila kitu, ndio likaitwa siraj. Wa ubira anil qamari bin nur, na kwenye mwezi likatumika jina nuru. Mwezi ni nuru na jua likaitwa siraj. Liannahu, kwa sababu huu mwezi yastamidu nurahu min ghairihi, mwezi unategemea nuru yake kutoka kwenye kitu kingine. Unategeshwa mahala mwezi kama jiwe tu hivi fulani, lakini ni reflector, linaweza kureflect au kuakisi mwanga. Likimurikwa na jua, reflection yake ndo mwanga wake unakuja hapa duniani tunaona. Mwezi hauna nuru yake mwenyewe, ni nuru ya jua ndo inakwenda kwenye mwezi, halafu inadunda inakuja kumurika ardhini, ndo maana ikaitwa nuru. Wa yuayiduhu ma taqarrara fi ilmi alfalaki, tunapata msaada wa maana hii masomo tunayokariri kwenye ilmu ya mambo ya anga za juu, ilmu alfalaki, ndio hiyo astronomy. Min anna nura shamsi dhati fiha, mwanga wa jua unategemea na jua lenyewe. Jua lenyewe ndio linalotoa mwanga. Wa nuru alqamari, na mwanga wa mwezi au nuru ya mwezi, ardiyun muktasabun min nuriha, mwanga unaotoka kwenye mwezi ni mwanga wa kusaidiwa, unategemeana na kitu chingine. Mwezi wenyewe hauna nuru. Fasubhana man ahata bikulli shay'in ilma, basi ametakasika Allah ambaye
kila kitu katika ulimwengu huu amekienea, amekizunguka kwa elimu yake. Vyote vipo kwa elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Nabii Nuhu akamwambia watu wake, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Jengine katika uwezo wa Allah na ukubwa wake, angalieni jinsi Allah alivyokuotesheni kwenye ardhi miti na mimea. Unajivuna una shamba kubwa lina miti mizuri, unajisifia unalima kitaalamu kisasa, miti imestawi, ina mazao mengi, lakini wallahi huna chochote katika ujuzi uliowekeza pale wa kusababisha wewe upate hivyo unavyojisifia. Ni Allah ndo anayekufanyia. Ukipiga matuta umetumia nguvu kweli, au umetoa pesa watu wakatumia nguvu zao ukawalipa pesa wakupigie matuta, wakaremba wakafukia, na mbegu hizo hapo za muhogo ni miti inakatwa kwa kisu, vipande vipande, ukachomeka kwenye ardhi. Ukishachomeka huyo unaondoka, unaenda zako nyumbani. Pale kwenye ardhi kuna kazi inafanyika mfululizo kwa masaa 24 usiku na mchana. Kuna kazi inayofanyika huko ndani ya ardhi na inafanyika nyingine juu ya ardhi. Ukaja baada ya wiki 2 unacheka, imekubali vizuri mihogo yangu. Chini kuna mizizi inaenda, juu majani yanatokeza. Hii kazi ya hapa hufanyi wewe, wala huchangii chochote kwenye kazi hii. Kwa hiyo mkijisifia ardhi nzuri, greenish, miti imekubali, hiyo kazi wala hamuifanyi nyinyi, yuko anayefanya. Mkijisifia mmevuna sana, hiyo kazi wala hamfanyi nyinyi, yuko anayewafanyia hiyo kazi mkavuna sana, na mnasema hamumtambui. Yani kazi nyingi anakufanyieni Mola wenu, nyinyi mnafanya sababu tu ndogo ndogo, halafu mkesha mnasema hamumtambui, mnajisifia nyinyi, mnajisifia taaluma zenu, kama Karun alivyosema, inama utituhu ala ilmin indi, msinipangie matumizi ya mali zangu, mali nimezipata kwa utaalamu wangu mwenyewe. Wewe una utaalamu? Ulikuja duniani na elimu yoyote hapa? Ulikuja na mtaji wowote wewe ukaanzisha kuzalisha mali? Vyote si umefanyiwa. Aliyekufanyia leo unaambiwa umshukuru, unasema humjui. Si jeuri hiyo? Kwa hiyo Nabii Nuhu akawaambia watu wake, walikuwa mashallah ni watu matajiri, na wakati huo pia kulikuwa kuna wasomi, hasa watu wa falaki, watu wa elimu za anga za juu. Kulikuwa kuna watu wa migodi, wanakuwa na mali nyingi za kuchimba dhahabu na mengineyo. Kawakumbusha yote neema hizi, yuko mneemeshaji, mnapaswa mumtambue na mumshukuru, na yeye ndo wa kuabudiwa peke yake. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Enyi watu wangu, Allah ndiye anayekuotesheni katika ardhi miti na mimea ya aina mbalimbali. Mnafanya nyinyi sababu, lakini mambo yote ya ustawi wa viumbe, uhai wake, afya zake, yupo mmiliki wa maisha, ndiye anayeyafanya haya. Maisha yenu nyinyi binadamu, wanyama wenu, miti yenu, mimea yenu. Mnaambiwa muabudu yeye, bado hamumtambui tu. Na vitu vyote duniani vinashuhudia uwepo wake na uwezo wake. Wallahu ambatakum, Allah amekuotesheeni minal ardi, kutokana na ardhi, nabata, miti mbalimbali na mimea mbalimbali. Baada an dhakara dalila al-afaq, baada ya Nabii Nuhu kuwatajia watu wake dalili za anga za juu, outer space, dhakara huna, hapa anawatajia watu wake dalilul anfusi, dalili zao wenyewe binafsi. Wadhalika, amefanya hivi, lugha aliyotumia, lianna fi dhikri hadhihi al-umuri, katika kutaja mambo haya, dalalatun wadihatun, kuna dalili za wazi kabisa, ala azamatillahi, zinazoonyesha ukubwa wa Allah. Wewe ukatupa pamba zako, viatu vya bei mbaya, ukajiangalia kwenye kioo ukasema nimetoka freshi,
basi hata kusema kumsifia aliyekuumba uzuri unashindwa. Unataka usifiwe na demu wako, na demu ataka asifiwe na bwana wake. Anasahau mtu kumkumbuka aliyemuumba akamfanya vizuri. Mtume alikuwa akijiangalia kwenye kioo, alikuwa anasema Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Anajiangalia kwenye kioo, anajiona mzuri, kaumbika vyema, basi anamwambia muumba wake, ewe Mola wangu, kama kwenye umbo langu ulivyonifanya vizuri, naomba na kwenye tabia zangu unifanye na tabia nzuri vile vile. Kama hasanta khalqi, kama ulivyoniumba vizuri, fahassin khuluqi, na tabia zangu naomba uzirekebishe niwe na tabia nzuri. Wewe huyakumbuki hayo? Unaambiwa chakula tayari, unaenda kuanza kumega tonge tu, hata kusema bismillahi unashindwa. Yani unakula na shetani, unashindwa, unasahau, haimo kabisa akilini. Yani kiumbe na muumba wake wako mbali mbali kabisa, hawaelewani. Kwa hiyo anawakumbusha vitu ambavyo vipo karibu na maumbile. Alam tarau, kwani hamuoni? Kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa, vipi Allah alivyowaumbia juu mbingu 7 zilizofuatana. Waja'ala al-qamara fihinna nura, kwenye maeneo hayo Allah akaweka mwezi usaidie nuru. Waja'ala ash-shamsa siraja, kajalia kwenye maeneo ya ardhi yenu jua kama taa. Wallahu, na Allah huyo, ambatakum, amekuotesheeni, minal ardi, kutokana na ardhi, na bata, miti mbalimbali na mimea. Anawatajia dalili za karibu. Wadhalika lianna fi dhikri hadhihi al-umur, hii ni kwa sababu watu ukiwatajia vitu hivi, dalalatun wadihatun, ndani yake mna dalili za wazi, ala azamatillahi, zinazoonyesha ukubwa wa Allah, wa kudratihi, na uwezo wake, wa bahiru masnuatihi, na yale maajabu tunayoyapata, tunayojifunza, tunayoyaona kwenye vitu alivyoviumba Allah. Kuna siku katika masiku yangu nilionyeshwa majani fulani. Nikamwambia Sheikh, unaona majani? Nini umeona juu yake? Nikaona juu yake kama kuna maua mawili. Naona hili si ua. Nikamwambia hilo sio ua. Mdudu huyo. Mdudu yani kafanana na ule mti na kakaa kama ua fulani hivi ambalo changa bado halijachanua. Huyo mdudu tena hapo alipokaa ndo anatega riziki zake. Hapo anakamata vidudu vinavyoruka. Hebu subiri kidogo. Nikasubiri, nikaangalia, kweli bwana, ni mdudu katika jamii hawapanzi. Lakini si unajua wadudu wana stage 4. Anaanza yai, halafu linakuja lava, halafu inakuja pupa, halafu ndo anakuja adult insect, mdudu kamili. Wadudu kizazi chao kinapita stage hizo. Anataga mayai mdudu, anaondoka zake, halali, anaenda na maisha yake. Lakini mayai yakitotoa, kinakuja kiumbe kingine kama funza tu. Naona tu funza wanakwenda, wanatembea tembea, hata hujui wanatafuta nini, wanaenda wapi, wanalala wapi, hujui. Anakwenda kwa muda fulani, alafu anabadilika yule. Anafika pahala, anazongwa kama sanda. Utakuta tu kitu kifurushi kimewekwa pahala au kimetundikika mahala, ndani mna kiumbe, we hujui. Kinakuwa likipasuka lile, anatoka mdudu wa aina fulani hivi, hajakamilika umbo. Hapo tena stage inayofuata ndo anakuja kwenye sura yake ya yule mdudu mama aliyemzaa. Kwa hiyo kuna kidudu kweli kipanzi, kimejikunja kunja, unaona kama kiua fulani hivi, na kinakaa kwenye ncha ya mimea midogo. Ndio maana nikasema ua. Sasa vikipita vidudu vidogo vinavoruka vile, ana spidi ya ajabu ya kukamata kwa miguu yake ya mbele. Anakunjuka pap, kamshika hivi.
halafu wanakula. Mdudu anakula wadudu, lakini huyu yeye haruki, hana mbawa, ana macho yenye ajabu sana ya kuona, na ana spidi ya kukamata, maana anakikamata kidudu kikiwa kinaruka. Sasa wewe hushangai, hapa pana maajabu ya kimaumbile ya aliyemuumba mdudu huyu. Bado toto hilo, kinda hilo, lakini limepewa maarifa ya kutafuta chakula chake, halishwi na mama yake. Kwa hiyo ukiangalia vilivyoumbwa unaona maajabu kwenye uwezo wa muumbaji. Kuna dalili za wazi ya kuona uwezo wa muumba. Walmaana, na maana yake, khalaqakum, Mola wenu amekuumbeni nyinyi. Nyinyi ni viumbe. Yaani hata ukimkuta jenerali wa jeshi mbabe, anapigana kuliko Jet Li, kazaliwa hajui kitu, yote yale kasoma hapa juu ya uso wa ardhi. Mefahamiana? Hata ukimkuta mtu tajiri, pesa zinampukutika, kazaliwa fukara, hakuja hata na nguo duniani. Vyote alivyo navyo kawezeshwa na Allah hapa kwa uwezo wake. Umkute msomi, kazaliwa mjinga huyo, vyote alivyofikia kawezeshwa hapa na muumba wake. Kwa hiyo nyinyi hamjifunzi, hamuoni kwamba Mola wenu khalaqakum wa ansha'akum min al-ardi, amekuumbeni, na chanzo cha maumbile yenu, sababu ya kuumbwa kwenu inatokana na udongo. Nyote mmeumbwa kutokana na udongo. Kama yakhruju nabat, kama inavyotoka mimea inatoka kwenye udongo, na nyinyi pia binadamu na ustaarabu wenu mnatoka kwenye udongo. Mbegu za uzazi zinafanyika kwa vitu, vyakula, vinywaji anavyokula mtu, baba na mama, sikichanganyika ndo panapatikana, panaumbwa kiumbe hai. Nyinyi mnatokana na udongo kama miti na mimea inavyotokana na udongo. wasalakum mina turabi, Allah amekutengenezeni nyinyi binadamu kutokana na udongo, min turabi al-ardhi, kutokana na udongo wa ardhi, kama yasilu nabat, kama ambavyo generation, vizazi vya mimea, minha, vinavyotokana na udongo vile vile. Mnatokana na udongo kama miti na mimea inavyotokana na udongo. Qala al-mufassirun, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, lamma kana ikhrajihim wa insha'ihim, lamma kana ikhrajuhum wa insha'uhum, wakati ilipokuwa kutolewa kwao na kuanzishwa kwao kuumbwa, inma yatimu bitanawulihim anasira alghadhai, kutolewa kwao binadamu wakawekwa katika uhai huu, wakapatikana kama binadamu, kunatimia baada ya kutumiwa vitu ambavyo vinatokana na chakula anachokula mtu, nyama, matunda, mizizi, mboga za majani, vitu vingine, samaki, nini, alimradi viinilishe vinavyopatikana kwenye vinavyoliwa. Baada ya mchanganuo na mmeng'enyo tumboni, kuna ubaguzi, hichi kinatumika hapa, hichi kinatumika hapa, hichi kinaimarisha misuli, hichi kinaimarisha macho, hichi kinaimarisha maji, hichi kinaimarisha damu, hichi kinasogeza nguvu ya mifupa, hichi hivi, na hichi kinatumika kwa ajili ya kutengeneza mbegu za uzazi. Vyakula vinavyoliwa na wenye kula ndiyo chanzo na sababu ya kutengeneza hizo mbegu. Inatokana anasiri alghadhai alhayawaniya wanabatiya, inatokana na viinilishe au virutubishi vinavyotokana na wanyama tunaokula kama kitoweo, au mazao ya miti tunayokula kama chakula.
almustamiddatu min al-ardi, vitu vyote hivyo vinatokana na ardhi, vinategemewa kupatikanwa kwake kutoka kwenye ardhi. Wakakumbushwa kanu min hadhihi aljihata mushabihina linabatati, binadamu wenyewe tukiwapeleka kwenye sura hii wanakuwa wameshabihiana na hata hiyo miti yenyewe. Mti unakula we zambarau, halafu koko unaitupa. Ikipata mahala pazuri kwenye rutuba inaota mti wa mzambarau. Ukikuwa ule mpaka ukifikia umri nao unazaa zambarau, maisha yanaenda. Kwa hiyo na wewe ulizaliwa, unastawi, unakula mpaka unafika pahala na wewe unazaa. Halafu wewe ukifa, ulichokizaa nacho kinaendelea kuzaa. Ni kama miti, unakuwepo mti unanufaisha, halafu unajifia. Lakini kabla haujafa mti ushaotesha miti mingine kama yeye mingi. Na kuna wadudu wa ndege wanaitwa foresters kama popo. Wale ndo mabwana shamba, wale ndo wanaoeneza pori mahala. Kachukua tunda anaenda kula huko, akisha mbegu anazitupa, wanaota miti. Anachukua anaenda kula huko. Popo faida yake ni hiyo, ni wapandaji wazuri wa miti. Umefahamu? Wapandaji wazuri wa kueneza miti ya aina mbalimbali maporini huko. Na ndege wengine wapo wanaokula matunda, wanakula, wanasafiri navyo vitu, wanaenda kutupa mbegu pahala panaota miti na mimea. Asili ya vyote ni ardhi hiyo hiyo, udongoni vinatoka. Allati tanmu bimtisasi ghadhaiha min al-ardi, miti na mimea inatoa matunda yake baada ya kunyonya virutubisho mbalimbali kutoka kwenye ardhi. Miti nayo inakula virutubisho vinavyotokana na ardhi, na wewe unakula vitu ambavyo vimetokana na virutubisho vilivyotokana na ardhi pia. Miti inatengeneza mbegu na wewe unatengeneza mbegu. Miti inazaa matunda na wewe unazaa matunda, mtu kama wewe. Falidha, kwa sababu hiyo, sumia au sama khalqahum, ndo maana Allah akasema kule kuwaumba kwao binadamu katumia neno anshaakum. Sama khalqahum, amekuita Allah kuwaumba binadamu, inshaahum inbata, kawaanzisha kama alivyoianzisha mimea. Ambatakum minal ardi nabata, nabati ni mimea. Kwa hiyo na nyinyi binadamu amekuanzisheni maumbo yenu kutokana na ardhi kama anavyoianzisha miti au mimea. Sababu ndo zile, method tu inatofautiana. Au yukawinu dhalika isharatan au yakunu dhalika isharatan ila khalqi Adam haithu khalaqa min turabi al-ardi, au tuseme ana recall kile chanzo cha mwanzo ambacho alichomuumbia Adam, ambaye baba yetu Adam aliumbwa directly kutokana na udongo. Udongo ulichukuliwa hapa ardhini, ndo akaumbwa yeye kwa ujumla wake. Hakuwa na baba wala mama, kwa hiyo kaanzishwa kutokana na udongo. Tena yeye ndo akawa wote, watoto wote watakaotokana na yeye akaonyeshwa. Kwa hiyo akatumia lugha hiyo Allah. Wallahu ambatakum, Allah amekuotesheni, amekuzalisheni, amekuumbeni minal ardi, kutokana na ardhi, nabata, uumbwaji mpya. Unakuja wewe kitoto kichanga, mtu mpya, ufanani na wengine wote waliokuwepo katika ardhi. Thumma jaat minhu dhurriyatahu, halafu Adam kaumbwa yeye kutokana na udongo kwa ujumla wake, hakuzaliwa na baba wala mama. Halafu yeye ndo akashusha kizazi chake kikatokana na yeye. Fasaha nisbatuhum ila annahum unbitu min al-ardi, kwa hiyo ni sahihi kuwanasibisha wanadamu kwamba
wamezalikana au wameumbwa kutokana na udongo. Thumma yu'idukum fiha, aya zinasema Allah amekuanzisheni maumbo yenu kutokana na udongo. Thumma yu'idukum fiha, halafu baada ya kufa Allah anakurudisheni tena humo kwenye udongo. Unazikwa, ardhi inakula wewe, unaliwa na ardhi, yani unaoza, hapaonekani chochote. Inayochelewa mifupa, lakini nayo baadaye ardhi inakula mpaka mifupa. Kuna makaburi mengine ukifukua hata ishara kuwa palizikwa mtu huoni, hayupo. Lakini wengine Allah anasema anawahifadhi. Watu wema hawaliwi na ardhi. Makaburi ya miaka 150 yanafukuliwa, mtu ukamkuta kakauka tumkavu na sura yake vile vile, pengine anatabasamu, sema la, huyu mtu wa kheri. Kwa hiyo anakurejesheni Allah tena kwenye udongo. Thumma yu'idukum fiha, halafu Allah anakurejesheni tena kwenye udongo. Wa yukhrijukum ikhraja, halafu atakapokuja kutaka atakutoeni upya tena huko kwenye udongo. Ulitokana na udongo, ukisha kufa unarudishwa kwenye udongo. Akikuhitaji Allah anakutoa tena humo kwenye udongo. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan faahyakum, nyinyi binadamu mnamkufuru vipi Allah hali ya kuwa mlikuwa hampo, ni kama wafu. Kabla hujaumbwa wewe hupo katika ulimwengu, ni mfu, you are out of existence, hupo. Faahyakum, baadaye Allah ndo kakuumbeni mpo hai sasa hivi, mnamkufuru vipi? Thumma yumitukum, halafu baada ya uhai huu Allah atakufisheni tena. Thumma yuhyikum, halafu baada ya kifo hicho atakurejesheni tena uhai. Thumma ilayhi turjaun, uhai huo mara ya pili ndo mnarejea kwake sasa. Kwa hiyo tunakufa mara mbili na tunakuwa hai mara mbili. Kwa hiyo baada ya uhai huu tunakufa, na tukifa tunarejeshwa kwenye udongo. Akitaka Allah siku ikifika atatutoa tena kwenye udongo aturejeshe kwenye uhai. Huo ndo utakuwa uhai wa milele, hauna mwisho tena. Yani thumma yarji'ukum ila al-ardi, baada ya uhai wenu huu Allah anakuwarejesheni tena kwenye ardhi. Baada mautikum, baada ya kufa kwenu. Fatudfanuna fiha, mtazikwa kwenye huo udongo. Thumma yukhrijukum minha yawma al-ba'thi wal-hashri lilhisabi waljazai, kesha mkishatoka hapo baada ya kufufuliwa Allah anakurejesheni kwenye uhai, mnakusanywa pamoja kwa ajili ya hisabu na malipo. Huu unatubainishia jambo hili sio la utani, litatendeka na si vinginevyo. Leo tupo, alafu tutatoweka, alafu tunarudi tena kwa ajili ya malipo, na hilo suala hakuna atakayekwepa. Wa hadhihi al-ayatu ka qawlihi ta'ala, aya hii ni sawa sawa na kauli yake Allah mtukufu aliyosema, minha khalaqnakum, nyote nimekuumbeni kutokana na hii ardhi. Wa fiha nu'idukum, na baada ya kufa kwenu nitakurejesheni kwenye ardhi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutokana na ardhi ndo nitakapokutoeni mara hiyo nyingine. Ni aya 55 suratu Taha. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, na Allah amekujalieni ardhi kama ni tandiko lililojazwa mahitaji yenu yote. Mahitaji yenu yote ya maisha mumewekewa umo kwenye ardhi. Ja'alaha fasihatan mumtaddatan mumhaddatan lakum, Allah ameifanya ardhi ni pana, ina maandalizi yenu yote ya mahitajio ya maisha. Kila mnachokihitaji kimewekwa humo. Tatakallabuna alaiha kama yatakallabu rajulu ala bisati, munahangaika juu ya uso wa ardhi, mkafanya hili na lile, mara mmechimba, mara mmepanda, mmevuna, mmejenga, mmefanyaje juu ya ardhi, kama mtu anavyoweza kugaragara akafanya atakavyo kwenye bisat. Sema nilale, nikae kitako, nifanyeje? Qala fi tashil, amesema Sheikh aliandika tafsiri ya tashil, shabaha al-arda bil bisat,
Allah ameishabihisha ardhi na bisat fi imtidadiha, kwa sababu bisat huwa imetandikwa pana, na ardhi imeitwa hivyo kwa sababu ya ule ukunjufu wake, ni eneo pana, unasafiri mpaka unachoka. Halafu sababu nyingine, wastiqrari nasi alaiha, watu wana utulivu juu yake, kwa sababu kila wanachokihitajia kiko kwenye bisat, kipo karibu nao. Kwenye ardhi hiyo hiyo ndimo mnamo maisha yetu yote. Wa akhadha ba'dhum min al-ayati annaha ghayru kurwiya, watu wengine kwa maneno haya wakachukua tafsiri kwamba ardhi sio mviringo, maana Allah kasema kaitandaza. Kwa hiyo wengine wakaamini ardhi iko plain hivi, si mviringo. Lakini kuambiwa kwamba imetandazwa haifuti maana ya kuwa ni mviringo. Ni mviringo kweli, kwa sababu pia iko aya inosema ardhi imeviringwa, iko katika umbo la mviringo. Wal arda baada dhalika dahaha, ardhi baada ya kushughulikia mbingu akaiviringa. Dahaha inatokana na neno dihyatu, na dihya ni oval shape, umbile la mviringo. Wa fi dhalika nadharun, katika tafsiri hii wanayotafsiri baadhi ya watu kuwa ardhi imenyooka hivi tambarare, sasa iko kama ubao, iko kama kaure, iko kama nini. Katika hii tafsiri yao kwa mtazamo wa juu kwa juu inahitaji paangaliwe vizuri. Waqala al-Ulusi, mwanachuoni mwingine Ulusi amesema, walaysa fil ayati dalalatun ala anna al-ardha mabsuta, hii kusema ardha bisata, aya hii sio dalili ya kuonyesha kuwa ardhi imetandazwa au imekunjuliwa, imenyooka tambarare moja kwa moja, si dalili. Ghaira kurwiya, kwamba imetandikwa, iko tambarare na haikuviringwa, aya hii sio dalili ya hivyo. Ardhi ni mviringo, lianna alkurrata, kwa sababu huu mviringo alazima ni mkubwa, na mviringo ukiwa mkubwa basi kila aliyo upande wake yeye anapopaita juu atapaona pamenyooka tu. Na dalili ya kwamba ardhi ni mviringo, ukikaa masafa ya juu ukaangalia mbali, mwisho wake unaona kama pameisha. Hata ukitembea baharini, unatembea unaangalia, unakoangalia unaona mbingu ndo zimegusa bahari, sio? Kwa hiyo ile ardhi imejikunja, imeenda hivi. Ardhi mviringo, walio huku ndo wanaona mbinguni, lakini walio huku juu yao ni huku unaona mbinguni kwao ni huku, na walioko huku wamesimama hivi, juu yao ni huku. Lakini kwa upana wa ardhi unaiona imenyooka tu, lakini imeviringwa hivi. Na ile kanuni ya gravitational force ndio inofanya imiliki ardhi vitu vyake. Ukikaa huku unatumia hiyo gravitational force, ukikaa huku ndo vile vile. Hata ukikaa huku, wewe huko ndo juu yako na ardhi utaiona ndo iko chini yako. Kwa hiyo sio dalili hii aya hii kusema ardhi imenyooka na haiko katika umbile la mviringo. Ardhi iko kwenye umbile la mviringo. Aya hii tutakuja kuisoma, tutakuja kuanza nayo kwenye darasa ijayo kwa sababu ina maelezo kidogo. Tuishie hapo juu yake. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaishia hapo aya ya 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau, idhi hamuoni, kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa, vipi Mola wenu Allah ameumba mbingu saba zilizofuatana. Waja'ala al-qamara fihinna nura, akajalia mwezi katika maeneo hayo ya ardhi yanaleta nuru, unaleta nuru. Waja'ala ash-shamsa siraja, na akajalia kwenye maeneo hayo jua linakuwa kama taa. Wallahu ambatakum min al-ardi nabata, na Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi kutokana na ardhi kwa hatua ya awali. Initially ameanzisha maumbo yenu kutokana na ardhi. Hata ukijiona mzuri vipi, wewe ni dongo. Thumma yu'idukum fiha, halafu baada ya maisha yenu haya ya muda Allah anakurejesheni humo kwenye ardhi, unarudi tena kwenye udongo.
wa yukhrijukum ikhraja, alafu Allah atakuja kukutoeni humo tena atakapohitaji. Hiyo ndo siku ya kufufuliwa. Alam tarau, hivi hamuoni kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa, namna Allah alivyoumba mbingu 7 zilizofuatana moja juu ya nyingine. Waja'ala al-qamara fihinna nura, Allah akajalia mwezi kwenye maeneo ya ardhi kuwa ndio unaoleta nuru baada ya jua. Waja'ala ash-shamsa siraja, na Allah akajalia jua kama taa. Wallahu ambatakum, Allah amekuumbeni kwa mara ya kwanza, ameanzisha maumbo yenu minal ardi, kutokana na udongo, nabata, at the initial stage. Thumma yu'idukum fiha, alafu atakurejesheni humo. Wa yukhrijukum ikhraja, thumma yu'idukum fiha, kisha mkifa anakurejesheni kwenye udongo. Wa yukhrijukum ikhraja, baadaye atakuja kukutoeni upya. Kwa hiyo kuna kuhuishwa, unapozaliwa na mama, unaishi kwa muda uliopangiwa, unakufa, ukifa unarejeshwa kwenye udongo, kuna siku unakuja kutolewa tena. Wewe haumbwi mwingine, unakuja kutolewa tena. Tunaweka hapo aya ya 18, aya ya 19 tutakuja kuondokea nayo kwenye darasa ijayo inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana wa awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidina, wa an na'mala salihan tardahu, wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.